Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. UAE kwa maana ya Umoja wa Falme za Kiarabu imekanusha ripoti kwamba itafungua mabilioni ya dola kwa Iran. UAE haitatoa mabilioni ya dola yanayodaiwa kwamba ni ya Iran wakati wa makubaliano ya usitishaji wa mapigano kati ya Marekani na Iran. Vyanzo viwili vya habari vimesema Umoja wa Falme za Kiarabu umekubali kutoa dola bilioni 10 kwa Iran, ingawa haijulikani ikiwa fedha hizo ni za UAE au zilitoka kwa akaunti za Iran zilizozuiliwa kwa muda mrefu. Umoja huo wa Falme za Kiarabu ulikanusha ripoti hiyo kwamba imekubali kufungua mabilioni ya dola kwa Iran asubuhi kupitia ukurasa wa Twitter kupitia wizara yake ya mambo ya nje ya nchi. Taarifa za hatua hiyo imeripotiwa na vyanzo vinne kwa Reuters, inasadifiana na hatua za mwisho za mazungumzo mapana zaidi kati ya Tehran na Washington ili kumaliza vita, mazungumzo ambayo na diplomasia wanasema yanaweza kuhusisha kutolewa kwa makumi ya mabilioni ya dola katika mapato ya mafuta ya Iran iliyohifadhiwa katika benki za kigeni chini ya vikwazo vya Marekani. Vyanzo viwili vya kikanda viliambia Reuters UAE imekubali kutoa jumla ya dola bilioni 10 zaidi ya dola bilioni 3 ambazo tayari zimewasilishwa. Vyanzo vingine viwili vinavyofahamu mpango huo vimeweka jumla ya fedha zilizohusika kuwa ni dola bilioni 20 na kuongeza kuwa hatua hiyo imekubaliwa ili kusimamisha mashambulizi ya Iran dhidi ya UAE. Moja kati ya vyanzo vilivyo na ufahamu wa mpango huo pia vilisema awamu ya kwanza ya dola bilioni 3 tayari imepatikana. Reuters haikuweza kubaini iwapo fedha hizo zilizotengwa kwa ajili ya uhamisho huo ni za UAE, zinatoka katika akaunti za Iran zilizozuiliwa kwa muda mrefu katika mfumo wa benki wa UAE au zinatoka kwingineko. Vyanzo vingine vinavyofahamu mpango huo vimeweka jumla ya fedha zilizohusika kuwa ni dola bilioni 20 na kuongeza kuwa hatua hiyo imekubaliwa ili kusimamisha mashambulizi ya Iran dhidi ya UAE. Moja kati ya vyanzo vyenye ufahamu wa mpango huo pia vilisema awamu ya kwanza ni dola bilioni 3. Sera ya mambo ya nje ya UAE inaongozwa na kukuza upunguzaji wa kasi na kupunguza mivutano katika eneo lote huku ikiendelea na amani na utulivu wa kudumu. Afisa mmoja alisema UAE inaunga mkono juhudi hizi za kusimamisha vita, ikiwa ni pamoja na zile zinazofanywa na Marekani kulinda watu wa eneo hilo kutokana na athari za migogoro. Iran ilishambulia UAE mara ya mwisho tarehe 4 Mei. Ikulu ya White House haikujibu mara moja ombi la maoni juu ya hatua hizo. Mjini Washington, makamu wa rais JD Vance alisema mnamo siku ya jana Ijumaa kwamba fedha hazitatolewa kwa Iran kwa ajili ya kutia saini makubaliano na Marekani au kuhudhuria mkutano, na kuongeza kuwa makubaliano yanayoweza kutolewa yamepangwa ili kuhakikisha kwamba manufaa ya kiuchumi yataingia Tehran ikiwa inakabidhi majukumu yake. Hakukuwa na majibu ya haraka kutoka kwa mamlaka ya Iran kwa ombi la Reuters na kutoa maoni juu ya hatua hiyo. Habari pekee zilizopo ni kwamba wa Iran wanaamini kwamba pesa zao zitapatikana katika siku za hivi karibuni kutokana na makubaliano yao na Marekani ya kusimamisha vita hivi. Hakuna kati ya vyanzo vilivyotajwa katika makala hiyo kitakachokubaliwa kutambuliwa kutokana na unyeti wa jambo hilo. Mpangilio huo unaashiria mhimili mkubwa kutoka kwa uadui wa wazi wa uhusiano wa UAE na Iran katika muda mwingi wa vita, wakati mashambulizi ya Iran yalipoondoa hoteli za Dubai, kuwafanya baadhi ya watu kutoka nje na kukimbia na kutikisa sifa ya usalama ambayo ni muhimu kwa nafasi ya nchi kama kitovu cha biashara kuu. Moja kati ya vyanzo vinavyofahamu mpango huo vilisema kwamba hatua hiyo ilitoa njia ya kusaidia kutatua mzozo kati ya Marekani na Iran bila ya pande zote mbili kuvuka mstari wake mwekundu. Iran inadai kutaka fidia ya uharibifu wa vita, Washington ikisema na kusisitiza kuwa haitalipa chochote, na Abu Dhabi inapata usalama wake na hadhi ya kitovu cha Dubai, huku ikitunga hatua hiyo kama uwekezaji katika kujenga upya uaminifu wa kikanda. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.